na kabla yote nikwambie kwamba tunapewa nguvu kubwa kabisa na K4S Security, mabingwa wa masuala ya ulinzi. Watafute Instagram kama K4S Security, na vile vile tunao Mapembelo Cargo, mabingwa wa bahari, wazao kusafirisha mizigo kutokea China. Habari ni njema Oscar Nixon. Unasema maamuzi wakati center referee. Umetisha sana. Nani sasa wewe anajiga au kayo? Unajua kwenye yani hapa nitaka nisikilize matangazo ya mpira sasa, tena haya mazungumzo tena mengine haya nisikilize huko ng'ambo kinachezwa kitu gani? Maana sisi ndio wenyewe sasa hiki unachosema hiki ndio hiki ambacho nilikuwa nakielewa hata mimi sasa. Naanguka namna hii. Acha Mungu. Hii dunia hii. Sikutegemea. Nameingia huko. Wewe vipi tena? Alikuwa ananipiga chabo huyu mzee huyu. Wewe mzee ulikuwa unapiga chabo hapa kwa mke wangu, si ndio? Nakuuliza wewe mzee ulikuwa unapiga chabo hapa? Pita hapa nikaji kwa bahati mbaya kwenye hili dude. Unapita unaenda wapi? Huko kuna njia. Sasa mama katoka kazani kama mimi labda nilikuwepo hapa. Huko kuna njia unapita, huko kuna njia. Huko kuna fence ilizunguka kote, huko kuna njia. Njia sipa huko. Huko kuna njia. Wewe mzee, hii nyumba ni ya kwako. Unasahau njia kutokea. Basi sasa naomba nisitiri mzee wako. Sasa kama unasema hivi unabatuka kwa nguvu namna hiyo. Watu wanaposikia watu. Sikiliza mzee. Yaani nilikuwa nasikia tu tabia zako. Kumbe mzee kweli una tabia za kichenzi. Sasa na nyuma tunahama. Hapana, sio hivyo. Sio hivyo. Hapa mna kuongea chochote na nyuma zako. Sasa nakwambia mzee, hapa sisi tunaondoka na lako. Sio hivyo bwana. Sio hivyo nini? Niamini nilikuwa nakushika na kupeleka kwa mkeo. Niko mbele tabia zako za kichenzi kama mkeo anajua. Yaani mzee mumeo, mke wangu ameenda kuoga yana mchungulia. Anampiga chabo mke wangu. Lakini mume wangu ndio tabia gani hii? Jamani mama, umeniona kweli mimi nakuchungulia kweli mama? Umeniona kweli? Ndio nimekukuta. Unapita. Unaenda wapi? Unaenda wapi? Wewe baba wewe, yani unaona Mungu kufuata mtu bafuni. Una tabia gani wewe? Una wazimu? Usika binti yako mzee. Lakini unajua wakati fulani mtu anapokuwa anajieleza kitu lazima pia muelewe. Unajieleza kitu gani mzee? Sasa nimekosea kupita jirani na bafu jamani. Nimekosea kupita huko au ulikuwa unaenda wapi? Au ulipita huko ulikuwa unaenda wapi? Nasema nilikuwa natafuta vocha. Vocha wapi? Ina maana nyumba yako kwa kutokea hapa juu, si ndio? Huko kuna duka. Usifanye hivyo nini? Wewe mzee wapi ushe? Lakini wewe mzee akaja kujifia. Wewe baba akaja kujifia hapa hapa kwa sababu wewe una tabia chafu. Ulikuwa unasikiliza redio.
Saa hizi nimekukuta huko wamekukamata. Afadhali umekumbuka. Siruniacha nasikiliza radio. Na huko umekujaje? Sasa nilivyoona kwamba simu yangu haina kifurushi, nipate kifurushi nipige nichangie kwenye radio wanachokiongea. Ndio nikapita hapa huyo. Tongani nikichukua hapa. Unaona? Tabia mbaya, wewe ulishazoea. Hii ni tabia mbaya. Utaja kujifia bure kwa sababu huko hakuna njia wala barabara. Ulikuwa kwenye radio huku unaenda wapi unavyosema kama mimi naenda huko. Sasa mke wangu, basi tufanye aishe. Usichukulie hiyo hasira ya wale pale. Maana wale pale nao unajua huyu Sinda amechukia baada ya kuona kwamba mama ananilaumu hapa. Sasa kawaambie basi wasitoke. Mwambie nimeongea na baba, kumbe ni kweli alikuwa anapita. Kufuli nguo tena. Utajifulia mwenyewe. Uendelee na ujinga wako mwenyewe kwa sababu wewe hueleweki. Na wao siende kuwaambia kwamba iko hivi. Utawaambia mwenyewe. Sasa naona nikosea heshima sasa. Mtu gani ambaye hauelewi? Ulishazidi maana yake. Ina maana mimi nipige magoti nikupigie wewe kwani? Ila mambo haya kwa kweli. Hizi chabo hizi. Nimeangalia ndio nimepiga chabo na nini hapa ndio nimeangalia. Lakini sasa nalo hili lungu nimetembea nalo limenisalilisha tena hapa limedondoka. Isingekuwa hili mimi ningeendea kuangalia hapa ndio hivi. Basi. Yanga ile timba ukiua si kile kikao mlitokuwa mmekaa kule, mbona hujaniambia matokeo yake? Mmeamua nini jamani? Kwani mnakwenda wapi? Sasa kanitetea nini? Nimetetewa penye hapa. Sasa ulikuwa unafanya nini hapa? Au kuna mbona unapiga chabu? Ulikuwa unafanya nini hapa? Mimi kati na wewe kumbe mnajuana, nyinyi wote ni wazee wa ovyo. Wanangu jamani, rudini tutamaliza tu. Mbona hapa ni nyumbani? Nyumbani sisi tumezaliwa hapa. Kama ndio mimi, asiniambie chochote. Yaani hapa sitaki kusikia lolote. Baki na zungumzia wazee wa ovyo. Lakini Sinde. Ngoja kwanza usiondoke kwanza. Sasa ushapiga chabu sana tunaelekea. Nasikia. Lakini mke wangu, wewe mwenyewe unaonekana kuongea hujui. Kama umeshinda kuwashawishi hapa wabaki hapo, unaweza kusema unaenda wapi? Kwa maana hiyo ni mpango ulikuwa umepangwa, si ndio maana yake? Kwamba Kionga baki peke yake, si ndio? Sasa kama mnaenda, nendeni. Mimi nitakaa hapa. Mwenda. Watu wanakuwa kama watoto bwana. Mimi naenda tabaki peke yako na ujinga wako. Lakini mama tano. Si umenielewa kwamba nilikuwa natafuta vocha? Jamani. Ah.